Naam, tukisalia kwenye hayo na katika kuendelea kupiga darubini kuhusu hali ilivyo kwenye maeneo mbalimbali nchini kuhusiana na hofu ya uhaba wa mafuta na pia hofu ya kupanda kwa bidhaa hiyo. Niungane mubashara na mwenzangu Ken Gashuhi ambaye yupo katika jimbo la Nakuru atujuzi yanayojiri kwa sasa katika vituo vya mafuta kwenye kaunti ya Nakuru. Gashuhi, kwako. Shukran sana Hadia. Niko katika mojawapo wa kituo hapa cha mafuta katika eneo bunge ama katika jiji la Nakuru, ambapo tunaona kwamba hali imekuwa ni wale waendeshaji magari wanaweza kuingia katika kituo kimoja na kutoka kwenda kingine wakijaribu kutafuta iwapo wataweza kupata mafuta ya magari yao. Ni safari, baadhi ya safari zimeweza kukatika, wengine wakisema kwamba mafuta tayari yameisha katika vituo hivi, wengine wakisema kwamba kuna uwezekano kwamba baadhi ya vituo hivi wameficha mafuta yale wakikuwa na matarajio kwamba bei itakuwa ikiweza kupanda ifikapo saa 6 za usiku kama inavyokuwa kawaida, kulingana na ile EPRA ambayo huwa inaangalia upya bei za mafuta kila mwezi tarehe 14 usiku. Na hapa nilipo niko na baadhi ya madereva. Karibu sana hapa. Tueleze jina lako na pengine safari yako, ulikuwa unaelekea wapi na hali yako ya kutafuta mafuta imekuwa vipi? Mimi naitwa Isaac Kolando, mimi dereva wa lori. Tumehangaika mafuta kuanzia mchana, hakuna mafuta, na mimi nafaa niende Bomet. Niko na mzigo tayari, nashindwa nifanye nini, na hii lori isipoenda sisi hatupati pesa, watoto wapati riziki, hakuna mwanapata riziki. Hata tuko magari, iko gari ya shule hapa imeshindwa kwenda, iko lori nyingine nyuma yangu imeshindwa kwenda juu ya mafuta. Hata mimi mwenyewe mafuta sasa kutoka hapa petrol station ndio sina, sijui nitatoa wapi. Juu gari imeisha mafuta kabisa. Na pengine iwapo hutaweza kupata mafuta ya kukutoa hapa hadi mahali unaelekea, mpango wako ni upi? Itabidi tu gari ilale hapo, ama kama watasema wenye mafuta waivute na breakdown ni sawa tu, lakini itabidi gari ilale hapo juu yeji zijitoa bila mafuta. Haina mafuta hata kidogo. Shukran sana na pole sana, na niweze kuzungumza na mwingine hapa. Tukianza na jina lako, tueleze ulikuwa unatoka wapi, ukielekea wapi, mafuta yamekukatikia barabarani ama hali imekuwa vipi? Kwa majina ni Musyoka Michael, nimetoka Kitui. Tulikuja conference hapa. Gari yangu venye iko saa hii haiwezi enda mahali. Tunangojea kesho kama mafuta itakuja italala hapo. Tukipata mafuta ni sawa, tukimaliza conference tunaenda nyumbani. Na kwa maoni yako, ni huenda mafuta yamefungiwa katika vituo hivi wakitarajia bei itaongezeka, ama unaona ni mafuta yameisha? Sasa hapo ndio sijui, but naomba serikali tafadhali, kama mafuta iko si watu ndio mafuta. Wakiongeza bei ni sawa, utakunywa mafuta, gari zitakunywa mafuta badala ya kuficha mafuta. Kama mafuta iko tutolee mafuta, kusema hilo kweli. Naona wewe ni kama ulikuwa na wale wageni ama ulikuwa na wasafiri. Maoni yao kuhusu hii hali, safari yao sasa haitawezekana, wamejipanga vipi ama wanajipanga vipi ifikapo kesho ama usiku wa leo itakuwa vipi? Okay, tuko na wageni huku sisi. Sasa mafuta isipokuja, sisi tukaa huku mpaka mafuta ipatikane, gari hizi enda bila mafuta. Kwa hivyo tunaomba serikali kama mafuta iko ituachilie mafuta na iongezwe bei, gari zikunywa mafuta ziende. Kwa hivyo kama Wakenya hamna shida na pengine bei ya mafuta kuongezewa, bora mafuta yapatikane. Bora mafuta ipatikane. Wakitaka kuongeza watuongezee. Badala ya kutupea hii shida, gari inaenda nazimia kwa barabara. Kama saa hii nimeona jamaa wa motorbike anasukuma motorbike. Surely hiyo ni mbaya. Serikali ituachilie mafuta, kama ni kuongeza iongeze mafuta na mafuta itolewe. Shukran sana na kuombea tu kila laheri. Asante sana. Shukran. Sasa kama ulivyosikia hali ndio imekuwa hapa katika jiji la Nakuru. Kuna vituo vingi sana vya mafuta ama vya mafuta ya magari, lakini ni vichache mno ambavyo bado vinahudumia waendesha magari. Na pale unapata kwamba kituo kimoja kina dizeli na hakina petroli, ama kingine kina petroli lakini hakina dizeli. La hii inaadhiri wasafiri wote ama watumizi wanaotumia magari aina tofauti na haswa magari ambayo yanaelekea katika safari za mbali. Ukiangalia kwamba hii barabara ambayo iko hapa inapitia katika mji huu wa Nakuru ni barabara kuu na inahusisha safari za maili ndefu, na kwa hivyo hawa ni watu ambao wanahitaji mafuta kwa kiasi kikubwa, lakini tutaendelea kuangazia hili iwapo wataweza kurejesha mafuta ifikapo saa 6 za usiku. Kwako Hadia.
Na asante mwenzangu Ken Gashuhi kwa muktasari wa